Siku ya Jumapili, siku ya baraka. Siku ambapo huwa tunaamka tukiwa tumejipanga kwenda kanisani na kuendelea na kutafuta uso wa Bwana. Siku ambapo wengi tu huwa tunaamini kwamba ni siku ambayo hata ni ya kutafuta tu baraka za Mwenyezi Mungu. Maana naamini kwamba mahali popote pale ulipo, wengi wanajiandaa siku ya leo kusema kwamba siku ya leo ni lazima nifike pale kanisani. Basi kabla hatujaweza na kufika makanisani, hatujaweza na kufika pale kupokea hizo baraka, kumtumikia Mwenyezi Mungu tukiwa pale kanisani, ninakukaribisha hapa katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, ili tukaweze kwanza kupokea hizo baraka kupitia hiki kipindi. Hizo baraka tutazipokea pia kutoka kwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Mary Kamau kutoka kanisa la ABC Kiatineni Pastoret Machakos Sub and Quarter. Nikitumai wewe umejiandaa kabisa ili ukaweze na kupokea hizo baraka. Karibu. Wapendwa watazamaji wa siku ya leo, naomba kuwasalimu tena kwa jina la Yesu. Hamjambo? Nami si jambo. Karibuni katika ibada ya asubuhi ya leo katika Manyunyu ya Baraka, na tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa maana umekuwa pamoja nasi, umetubariki hata wiki mzima mpaka Jumapili ya siku ya leo asubuhi. Tunaliinua jina lako na kusema utukuke ukiwa mahali pako patakatifu. Zidi kujitwalia sifa ndani yetu, na zidi kutukuka na ukatuongoze na ukatubariki Baba wa mbinguni asubuhi ya leo kupitia neno lako takatifu. Kwa Yesu Kristo tumeomba. Amina. Neno la Mungu tutaweza kulitoa ama kulindondoa katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 37. Warumi sura ya 8 mstari wa 37. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye anayetupenda. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatutia nguvu na kutuambia tukimtumaini Mungu, sisi ni washindi, tumeshinda zaidi ya washindi. Kwa hivyo neno la Mungu linatuambia ya kwamba manda ndogo, tunapozidi na kumtumaini Mungu, tuko na ushindi katika Kristo. Kwa maana yeye ndiye anayetushindania, yeye ndiye anayetushindia. Tunashinda zaidi ya washindi. Ukiambiwa umeshinda zaidi ya mshindi, you are more than. Kwa hivyo umekuwa umeshinda kiasi ambacho umeshinda zaidi, hata hauwezi hiyo haiwezi ikaeleweka. Kwa hivyo sisi ni washindi. Tumeshinda zaidi ya washindi tukiwa ndani ya Kristo, ambaye ndiye anayetutia nguvu na ndiye anayetushindia. Kwa hivyo tujue ya kwamba katika Kristo sisi ni washindi, na zaidi ya washindi tujue ya kwamba Mungu anazidi na kutushindania. Mungu tukizidi na kumtumaini Mungu, tutaimbuka kuwa washindi. Tukizidi na kumtumaini Mungu katika kila hali, tutazidi kuona kama ni mapito yanapita tu, tunazidi kuwa washindi. Kama ni changamoto zinapita tu, tunaimbuka kuwa washindi. Kama ni shida ama hali ngumu inapita tu, tunazidi na kumtumaini Mungu na tunazidi kuwa washindi. Hoja muhimu ambazo tunapaswa tujue ama tunafaa tujue ni kwamba Kristo alitushindia hata wakati sisi tulikuwa wenye dhambi. Alishinda dhambi ili sisi tukawe watu ambao ni wa kupendeza Mungu. Alishinda dhambi ili sisi tukawe watu ambao ni wa kutegemewa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kama vile yeye alitushindia, nasi pia tusifue kofia, tufue kofia ama tufue huo
upendo wote ambao Mungu aliweza kutupenda. Usiwe wa bure. Tujue ya kwamba alitupenda sisi hata tukiwa wenye dhambi, na akashinda dhambi ili sisi tukawe watu ambao ni watu ambao wanamfurahisha Mungu, na watu ambao wanatenda kulingana na Mungu, kama vile neno la Mungu limetuambia, kwa yeye aliyetupenda. Kwa hivyo Mungu alitupenda. Kwa hivyo nasi tuzidi na kumpenda, tuzidi na kumtumaini, na tuzidi kushinda dhambi. Hakuna kinachoweza kututenga na upendo wa Mungu. Kwa hivyo neno la Mungu linatuuliza ni nini? Ni njaa, ni magonjwa? Linasema hapana, hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kututenganisha na upendo wa Mungu. Kwa hivyo tuzidi na kumtumaini Mungu, tukijua ya kwamba anajua hali zetu. Ushindi wetu unatokana na imani. Tuzidi kumwamini Mungu. Tukizidi kumwamini Mungu, tukizidi kumtumaini Mungu katika kila hali, tunapoendelea na kumtumaini na kumwamini, yeye anasema ushindi wetu unatokana na imani. Kwa hivyo hata uko katika kiwango kipi cha imani yako, zidi kumwamini Mungu, zidi kujua ya kwamba katika kila hali Mungu anatengeneza njia. Katika kila hali, katika mapito, katika changamoto, katika mangumu, katika mambo ambayo yanakukwaza roho, yanakukwaza moyo, ujue ya kwamba Mungu yupo pamoja nasi nawe na atakushindia, kwa maana ushindi wetu unatokana tu na imani. Kwa hivyo tumwamini Mungu na tujue ya kwamba anatushindia na tunakuwa zaidi ya washindi. Tuitunze imani yetu mpaka mwisho. Tujue ya kwamba hii ni safari ya imani, na safari ina changamoto, safari ina mapito, safari ina mangumu, safari ina magonjwa pia. Na tujue ya kwamba tukitunza imani yetu, Mungu atazidi kusimama pamoja nasi, na tutazidi kuona ukuu wake, na tutazidi kuona akijidhihirisha. Hivyo kuna umuhimu ambao tunajua wa neno la siku ya leo, ni kwamba neno la Mungu ama huo ushindi katika Kristo, tukiwa washindi, neno la Mungu linatuambia ya kwamba ushindi unatupa kuzidi kumtumaini Mungu, na ushindi pia unatutia moyo hata katika majaribu. Tunatiwa moyo na tukizidi kuona Mungu akitushindania, na pia unatufanya tuishi pia maisha ya ushindi. Kwa hivyo tujue ya kwamba tukiishi maisha ya ushindi, Mungu atazidi na kutushindania, na tukizidi kumwamini yeye, atazidi kujidhihirisha katika hali zetu. Haijalishi changamoto zinazotuzunguka ama zinazokuzunguka mpendwa, lakini neno la Mungu linatuambia nini? Linatuambia katika Kristo Yesu sisi ni washindi, tumeshinda zaidi ya washindi. Kwa hivyo tuzidi kumtegemea Mungu ili azidi kutushindania, kwa maana yeye anatupenda na anajua hali zetu, na atazidi kusimama pamoja nasi katika kila hali. Mungu atubariki na ambariki neno lake. Amina. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya neno lako. Zidi kujitwalia sifa. Imindiwa tukuka ukiwa mahali pako patakatifu kwa ajili ya kutuongoza wiki mzima. Neema yako izidi na kututosha. Kutana na haja ya kila mmoja, Baba wa mbinguni, watazamaji, wasikilizaji, Baba wa mbinguni, na ukaweze kutenda kulingana na mapenzi yako. Iminuliwa Baba wa mbinguni na tukuka, na zidi kujitwalia sifa. Kwa Yesu Kristo tumeomba. Amina. Katika Kristo sisi wote ni washindi. Wale ambao ni waumini, wale ambao ni wa Kristo. Kupitia huyo Kristo sisi tu washindi. Sisi sio washindwa, bali sisi ni washindi kupitia hilo jina tu la Yesu Kristo. Basi kama neno la Mwenyezi Mungu, kama Paulo aliweza na kuona na kunena kwamba sisi kupitia huyo Kristo, sisi wa Kristo ni washindi wakati wote. Mbona ukate tamaa? Mbona uone kwamba utaweza na kushindwa?
ukizidi na kumtumainia huyo Mwenyezi Mungu bila kukata tamaa, hakika utaweza na kuibuka ukiwa mshindi katika kila jambo, katika hizo changamoto, katika hilo giza ambalo unaliona, katika nayo mapito ambayo umeweza na kukumbana nayo. Hakika utaweza na kuibuka ukiwa mshindi, maana umeweza na kumtumainia yule ambaye ni mwenye ushindi, yule ambaye ametuamuru kwamba tukiwa ndani yake sisi ni washindi. Amini hilo. Enda ama hata kama ni kwenda kanisani, tembea ukiwa na ujasiri, ukiwa unajua kwamba unajitamkia kusema kwamba mimi ni mshindi, wewe ni mshindi. Hakuna lile ambalo litaweza na kukushinda. Hakuna lile ambalo hata kama shetani ameweza na kujaribu kwa njia gani, utaibuka ukiwa mshindi, maana unaamini kwamba katika Kristo wewe ni mshindi. Nakusihi tu asubuhi ya leo kaweze na kujitamkia na kujiita mshindi, maana wewe ni mshindi, wewe ni mshindi, wewe ni mshindi. Amini hilo kwamba Mwenyezi Mungu ataweza na kukufukisha tu salama, maana wewe ni mshindi. Katika hizo changamoto utakuwa na unatazama nyuma tu, unasema kwamba hizo niliweza na kuzipitia nikaweza na kushinda, maana mimi ni mshindi, maana mimi ninamwamini yule ambaye ni mshindi, aliweza na kushinda hata zamani. Na kama aliweza na kushinda, na huyo ndiye mimi huwa ninamwamini pia mimi ni mshindi. Ninakutakia wakati mwema mahali popote pale utaweza na kuabudu siku ya leo. Ninakutakia wakati mwema. Mwenyezi Mungu akawabariki, Mwenyezi Mungu akakuonee mema yake, akakuongezee yale ambayo unayahitaji kutoka kwake. Pastor, tumeshukuru sana maana umekuwa ni baraka kwetu. Mungu na akubariki. Basi mimi nimekuwa wako Reverend Lucy Michael, nikikutakia wakati mwema, Jumapili njema, ibada njema.